kweli. Tunahitaji ule ufunuo ambao Yesu alisema kwamba unafunuliwa wale waliojishusha. Tunahitaji huo ufunuo, na uko ndani ya watu walio na Roho Mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Sio watu walio na degree, sio watu waliopita theolojia. Mwendelezo. Ikiwa unatamani sana kuelimika, ikiwa unapenda sana kufundishwa, kwa sababu kuna wale ambao wanakataa kufundishwa kwamba siwezi nikaenda teolojia, siwezi nikafundishwa, unakataa kazi ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu alitoa wengine kuwa walimu, na wanaokataa kufundishwa na watu, ukija kuangalia fahamu zao bado ziko hapa, ziko chini. Naam. Jambo wana na binti za Mungu, ni matumaini yetu sote ni wazima wa afya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii, tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya uhai wenu. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ninyi kuwa pamoja nasi katika huduma hii. Bila ninyi ndugu zangu, wala tusingalifika mpaka hapa tulipo. Ila kwa maombi yenu ndiyo maana tunazidi kupinga ila za yule mwovu. Bwana asifiwe sana. Leo tuna mada kidogo ambayo ni mada tata sana. Ni mada yenye utata sana. Na tunataka kuonyesha ukweli wa mambo haya. Tunataka kuonyesha ukweli wa mambo haya. Kwa hiyo ndugu yangu, jiunge pamoja nasi. Maana mada tulionayo ni hasara ya theolojia. Mada tulionayo inaitwa hasara ya theolojia. Bwana atukuzwe sana. Unajua, dawa ni nzuri. Dawa kwa ajili ya magonjwa ni nzuri, maana inasaidia mtu kupona katika uwezo wa Mungu. Lakini pia dawa yoyote ina hasara. Sasa hapa nadhani kwa kufunguka hivyo utakuwa umeelewa. Theolojia ina hasara kubwa kuliko mafanikio. Leo hii katika kanisa la leo hii, theolojia ina hasara kubwa kuliko mafanikio. Ngoja na tuombe. Tunakushukuru Mungu, asante kwa nafasi, asante kwa neema. Nena nasi, Roho wako Mtakatifu apate kutufungulia siri kubwa hii. Nina imani utasema nasi, utatufungua akili kuelewa yaliyomo ambayo shetani ameyaficha. Tuna imani utasema nasi kupitia uwezo wa jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amina. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Hasara ya theolojia. Ndugu zangu, theolojia imetuletea hasara kubwa sana kwenye kanisa. Ninaposema kanisa, usizani taasisi yako, usifikirie zehebu lako, usifikirie zehebu langu. Ninamaanisha kanisa la Kristo limeingiliwa na hasara, kwa sababu kila itwapo leo kanisa linazidi kuwa nyembamba. Kila inapoitwa leo kanisa linazidi kupoteza Wakristo, waabudu halisi wanaoabudu Bwana katika roho pia na neno lake. Yaani pia na kweli. Wale wanaozingatia kweli ya Mungu na kumwabudu Mungu katika roho wa kweli wanazidi kuanguka, yani kushuka, kupotea kwa sababu ya kitu kinaitwa theolojia. Takwimu ya makanisa mengi kuvunjika leo hii ni kwa sababu ya theolojia. Yaani theolojia imekuwa na msingi wa kuliharibu kanisa. Kama kanisa limeingia kwenye ushoga leo hii, kama ndoa zimehalalishwa kwenye kanisa, ndoa za jinsia moja kuhalalishwa kwenye kanisa, ni theolojia. Wana theolojia ndio waliohalalisha hii. Sasa hapo unaanza kubisha, huenda
Haujaelewa? Aliyehalalisha hii ni marehemu Papa Francis. Hawezi ukawa pap haujasomea. Wale wanasomea upapa. Na kama kuna watu wamesoma theolojia katika ulimwengu huu ni Wakatholika. Wakatholika wanasoma sana. Sana yani, sana. Mifumo mingi ya Kikatholika ndio inaongoza mataasisi zenu leo hii. Ndio inaongoza hizo imani zenu siku hizi. Ni mifumo ya yule Babeli. Ni mifumo ya yule aliyeasi. Ni mifumo ya Kikatholika. Bwana tusaidie sana. Theolojia imekuwa njia mbadala ya shetani kulipiga kanisa, na nafaulu sana kwa njia hiyo. Kwa njia hiyo shetani ya theolojia anafaulu sana. Ngoja tusome maandiko haya mawili matatu, tuangalie jinsi theolojia ilivyo mbaya. Hata kwenye Biblia, theolojia ni mbaya. Sio kwa sababu ya hayo maneno kusema Papa Francis alisomea, kusema wengine mapadre wamesomea, makardinali, wachungaji. Sio kwa sababu hivyo. Kumbuka, ni hasara ya theolojia. Haina maana hakuna faida. Kuna faida. Lakini kwa leo hii, kanisa la leo hii, faida ni chache sana, hasara ni kubwa sana. Kwa karne hii ya 21, theolojia ina hasara sana kwenye kanisa kuliko faida. Bwana tusaidie sana. Kwa nini inakuwa na hasara sana kuliko faida? Ni kwa sababu ni mlango mkubwa wa shetani. Mkubwa. Sijasema mlango tu. Mkubwa, yani mlango mpana, mrefu wa shetani wa kulipiga kanisa na kulibomoa. Ngoja tusome maandiko haya. Soma pamoja nasi Wakorintho wa kwanza, barua ya kwanza ya Paulo kupeleka kwenye kanisa la Korintho, mlango wake ni wa 12. Tutakuwa tunasoma kwa kutambukia, lakini mlango tunasimamia kwanza wa 12. Tunaanza aya yake ya 4. Inasema hivi: kuna aina mbalimbali za karama, lakini Roho ni yule yule. 5. Kuna huduma za aina mbalimbali, lakini Bwana ni yule yule. 6. Kisha kuna tofauti za kutenda kazi, lakini ni Mungu yule yule atendaye kazi zote kwa watu wote. Bwana sifiwe sana. Unasikia, kuna aina mbalimbali za karama, aina mbalimbali za kazi, lakini Roho ni yule yule na ni Mungu yule yule atendaye kazi katika karama zote, katika hiyo yote. Bwana tusaidie sana. 7. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa faida ya wote. Kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho, yani katika ile kazi anafunuliwa namna ya kufanya, ya kutenda, ya kuenenda na Roho Mtakatifu kwa faida ya watu wote. Bwana sifiwe sana. 12:11 wa Korintho wa kwanza tunasoma, haya yote hufanywa na huyo Roho mmoja. Roho naye umgawia kila mtu kama apendavyo. Kwa hiyo hizo zote kazi, huduma, karama, mafunuo, unabii, ni Roho anagawia watu kadiri na anavyotaka yeye Roho. Kwa hiyo Roho akitaka kukugawia uchungaji anakupa kama apendavyo. Roho akitaka uwe mhubiri anakupa kama apendavyo. Roho akitaka uwe mwimbaji anakupa kama apendavyo. Lakini anapokupa kufanya hiyo kazi, anakupa kwa ajili ya faida ya watu wote. Bwana tusaidie sana. Tunasoma 12:28. Nilisema tutakuwa tunatambukia. Mungu ameweka katika kanisa kwanza mitume, 2 manabii, 3 walimu, kisha watenda miujiza, pia karama za kuponya, karama za kusaidiana, karama za uongozi,
aina mbalimbali za lugha. Tunataka tulitazame la tatu, walimu. Maana wanatheolojia hapa ndipo utoa na kusema kwamba Roho amewaita kuwa walimu. Sasa inakuwa ni kizaazaa leo. Shetani amefanya hili fungo kulipachika wanatheolojia hapo, wakajipatia sehemu ya kujiweka. Na ukisoma ile Wagalatia sura ya 4 na mstari wa 11, unakuta anazitaja pale hizo aina 5, anazitaja zile, na pia na wataja walimu. Katika haya mafungo mawili watu wanachomoa, wanasema unajua Roho Mtakatifu ameweka theolojia. Si kweli. Si kweli. Theolojia si mbaya, lakini leo imekuwa mbaya kwa sababu umekuwa mlango wa shetani. Theolojia sio mbaya, lakini leo imekuwa mbaya. Na hii ni siri, ninakwambia. Ina hasara kubwa kwa sababu leo unasikia ni Roho anayegawa karama apendavyo yeye. Sasa hivi nikijisikia mimi niwe nabii, nasomea unabii, na kesho nakuwa napewa kanuni za kuwa nabii bora, na watu wananikubali. Ndio maana tuna hao manabii wa namna hiyo. Bwana tusaidie sana. Tuna manabii feki sana. Tuna manabii wahongo, kwa sababu na wao wanashika maandiko kwenye Biblia kujitetea, na wamepita shule wakafaulu. Leo kuna ndugu yangu mmoja, kipindi kanisa linaanza, nilishangaa akaja bishop, akafika pale, akawa anapeleleza kidogo kidogo kuangalia kama kanisa likoje kwa hali ya wachungaji. Alipojiridhisha, kabla hajambariki yule ndugu yangu kuwa mchungaji, aliuliza swali hili: unayo elimu yoyote ya theolojia? Ndugu yangu akasema bado ninasoma, ila nataka kumaliza. Akasema sawa, zingatia sana na usome sana. Ndipo akambariki. Sasa nikawa ninajiulizia, angesema hapana, kwa hiyo kibarua kingeota nyasi? Sikuelewa. Nikaja kuona huyo mtu akaendelea na masomo. Sasa hivi anaitwa Reverend Pastor. Amekuwa, kwa sababu anazidi, yani unasomea uchungaji, unapewa shahada, unakuwa na madigrii, sio tena Roho amewaita wengine kuwa wachungaji. Yani theolojia imevunja kile kitu Roho kuwachagua watu. Theolojia haimpatii Roho nafasi ya kutumika. Hata mpaka leo wengi waliosomea, ukiwa na wachungaji waliosomea theolojia kwenye kanisa lenu, unapoingilia ni wa kwanza kuzuia ujumbe za Roho Mtakatifu. Ni wa kwanza wataki, unasikia Mungu ni wa utaratibu. Kwa hiyo wao wanapangia Mungu utaratibu katika kanisa. Halafu wanakuja na maandiko ya Paulo kusema Mungu ni wa utaratibu, wakati wenyewe wanajua Mungu ni Roho. Kama Roho anamjaza mtu, hauwezi ukampangia mwenye kanisa lake utaratibu. Wewe uje tu nipangie utaratibu wa nyumba yangu, nyumba ya kwangu, mgeni unaingia kwangu, unanipangia utaratibu wa kuishi mwangu, usifuate wa kwangu. Kwa hiyo leo wanatheolojia wanapangia Roho Mtakatifu utaratibu wa kuchagua mitume, utaratibu wa kuchagua walimu, utaratibu wa kuchagua wainjilisti, utaratibu wa kuchagua wachungaji, utaratibu hata wa ibada la kanisa. Halafu kuna watu wanasema eti twende kusoma theolojia. Tupate nini? Mapepo yaliyoko. Maana unapobishana na Roho, una roho gani wewe? Unapoanza kukataa maandiko, una roho gani wewe? Bwana tusaidie sana. Lakini wanazidi kujitetea na kusema kwamba theolojia ni safi. Si safi tena. Theolojia imekuwa ni hasara sana katika ulimwengu wa Kikristo.
Kama tuna hivi, yani wanaokataa maandiko mengi katika Biblia ni theolojia, wana theolojia wao, sio wote. Ndio maana nimesema yani theolojia inaleta hasara, kwa sababu unaweza ukafanya biashara kwa sababu ya kupata faida, lakini mwishowe vikakuingiza kwenye hasara. Ndivyo ilivyo theolojia leo. Watu walizani theolojia katika kanisa itasaidia watu kumjua Mungu, lakini leo biashara vimekuwa vya theolojia, au njia ya theolojia imekuwa ni hasara katika kanisa, kwa sababu hata mtu akigombana na mchungaji leo, nikigombana na wachungaji wa kanisa mahali ninaposalia, nina uwezo wa kutafuta kanisa nyingine au taasisi nyingine, au niseme kusomea doktrine nyingine kwenye dhehebu nyingine tofauti, na nikasomea, na kesho nikapata degree na nikaitwa mchungaji. Sasa unauliza, huo uchungaji ulionao au nilionao mimi nimepewa na Roho Mtakatifu? Na ndio maana wachungaji wa leo hawajui kulinda kondoo zao. Hawajali kondoo zinakula majani, zinakula sombe, au zinakula mahindi, au hawaangalii kama majani yametiwa sumu au hayana sumu, hawaangalii. Unajua kuna vitu ambavyo ukiviangalia wanavyofanya wachungaji wa leo, wana theolojia wao, sio wote. Uzingatie hichi, sio wote, lakini walio wengi, asilimia nyingi, kama ni asilimia 100, asilimia 85, yani 85% yote imeharibika ya wachungaji wengi waliopita theolojia. Unakuta wanaokataa maandiko ni wao. Wakisoma andiko kwenye Kumbukumbu la Sheria, Kumbukumbu la Sheria likishawaambia kwamba mwanamke asivae nguo iendanayo na mwanaume, na mwanamume asivae nguo iendanayo na mwanamke, Kumbukumbu la Torati 22:5, wakisoma hiyo wanakuja wanasema hiyo ni mambo ya sharia, hatuko huko, imeshapitwa na wakati. Lakini ikifika kwa hali za sadaka wanasema toa cha 10, toa cha 10. Hawasemi hiyo ni sharia. Ikifika kwa hali ya wachungaji, mwanamke hapaswi kuwa mchungaji, wanakuwa wanasimama wanatetea, unajua sisi wote tumefanywa makuhani na kila mtu anaweza akawa mchungaji, hata mwanamke Roho anaweza akamchagua. Sasa Roho atamchaguaje wakati Biblia inasema kwamba atakaye kazi ya waskofu, atakaye kazi ya maongozo, na awe mume wa mke mmoja kupitia Paulo? Kwa hiyo wanaanza kukataa maandiko, lakini ikifika hali ya kutoa 1/10 wanasema unajua toeni sadaka, toeni 1/10. Hiyo si ilikuwa napewa Walawi? Hiyo si makuhani ndio walikuwa wanachukua? Na leo mnasema kuhani mkuu, kuhani wetu ni Yesu Kristo, hacha tupeleke kwa Yesu msile. Yesu je, anahitaji sadaka yetu? Ndiyo, anaitaka. Wapi? Nilikuwa maskini lakini hamkunilisha. Tunao maskini wengi sana, Bwana tusaidie sana. Lakini wanataka, maana Mungu wao ni tumbo. Wanakataa andiko hili, wanakubali hili, lakini wanakataa haya, wanakubali haya. Wana theolojia hao wanaoleta mada za kujipamba. Ukikuta likanisa linajipamba, yani kila mwanamke ni Jezebel, kila mwanamke ni Jezebel, wengine ni kama jini mahaba, wengine ni kama mizimu. Ukikuta likanisa limejaa hivyo na watu wamevaa kama disco, ukiangalia mchungaji amepita huko theolojia. Maana mchungaji aliyeteuliwa na Roho Mtakatifu, mchungaji aliyechaguliwa na Roho Mtakatifu, huandaliwa na Roho Mtakatifu. Usimuone Daudi alipopakaliwa mafuta, kabla hajawa mfalme aliandaliwa kuwekwa kwenye kiti. Bwana tusaidie sana. Usimuone Samueli ni Samueli, kabla ya kuwa Samueli alivyo nabii wa Israeli, aliandaliwa ili awe Samueli. Kwa hiyo Roho akichagua hupitisha mtu kwenye mahali pakavu,
kukupitisha kukutoa Misri kwenye mateso, anakupitisha kwenye bahari ya Shamu, anakupitisha jangwani, anaenda anakupitisha kwenye nyoka wa moto, unapita hapo, anakupitisha mpaka unakutana na Nefil ili uwe umekuwa hodari. Lakini hawa wanapita tu kwenye elimu. Wakorintho unasemaje? Yaani wanakaririshwa. Sasa anakuja na alivyokariri, anasimama anajiona mchungaji. Anakuja na alivyokariri, anasimama anajiona mwalimu. Anakuja alivyokariri, anasimama anajiona nabii. Kanisa lijengwe hivyo. Bwana tusaidie sana. Na wanatutaka kwamba eti tusome. Unakataa kusoma wewe. Hata Biblia inaamuru kusoma. Hata kwenye Agano Jipya Paulo alisoma. Ngoja tumwangalie Paulo, mwanafunzi aliyesoma theolojia. Bwana tusaidie sana. Katika barua ya kwanza ya Paulo kwa Timotheo, Paulo anamwandikia Timotheo, anasema hivi. Mlango wa kwanza na aya yake ya 13 naanzia hapo, inasema hivi. Au ngoja nianze 12. Nasema hivi. Namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu, kwa sababu aliniona mwaminifu akaniteua kwa kazi yake. Kristo ndiye aliyemteua, sio shule aliyosoma kwa Gamalieli. Nalilelewa nikasoma chini ya mkufunzi Gamalieli. Anasema hivyo kwenye Matendo ya Mitume anapojitetea kwa wakina Kayafa pale. Sio hiyo. Ameitwa na kuteuliwa kwa kazi aliyemuita ni Kristo. 13. Ingawa wakati fulani nilikuwa mwenye kukufuru, mtesaji na mwenye jeuri, lakini nilipata rehema kwa sababu nilitenda hivyo kwa kutokujua na kutokuamini kwangu. 14. Neema ya Bwana wetu ilimiminiwa juu yangu kwa wingi, ikaambatana na imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Paulo anasema kipindi alipokuwa anatesa kanisa, na hiyo barua alikuwa amepewa na wanatheolojia, makuhani wale wanatheolojia. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ile ya 3 na mstari ule kuanzia wa 3, kuanzia kwanza hata wa kwanza mpaka wa 8, unakuta pale kuna mwanatheolojia mmoja anaitwa Nikodemo. Anamwendea Yesu. Yesu anamwambia wewe mwalimu katika Israeli. Kwa hiyo sio tu Gamalieli alikuwa ni mwalimu. Hapana, wengi wa Mafarisayo kulikuwa na walimu. Sasa wale watu wanaona kana kwamba mitume wanapohubiri Yesu wanasumbua sana. Wakawa Paulo mwenyewe akaenda kuomba kibali ili hao wanawatesa. Paulo anasema kipindi anawatesa ni kwa sababu alikuwa hana imani na alikuwa anafanya kufuru, pia alikuwa mjui Mungu na alikuwa amekwisha kusoma. Sasa leo wale wanasema Paulo alisoma. Paulo mwenyewe anakiri kipindi yeye yuko mwanafunzi na anafuata ibada ile ya wanatheolojia, anafuata mkumbo wa theolojia, alikuwa na kufuru, alikuwa mjui Mungu. Hii ni tafsiri ya neno. Lakini hata ukisoma kwenye Biblia zote zinasema alikuwa mjui Mungu. Alitenda hivyo kulitesa kanisa kwa sababu alikuwa mjui Mungu. Lakini leo wanakuambia nenda usome theolojia umjue Mungu. Maana hata Paulo alisoma. Wakati Paulo anamwambia Timotheo, kipindi nalitesa kanisa mimi nilikuwa simjui Mungu. Lakini reference yao ya theolojia wanatoka kwenye vitabu vya Paulo. Paulo anasema msimzime roho. Wao wanawaambia roho kwamba acha kusema utaratibu. Kwa hiyo wanamkubali Paulo huku, wanamkataa huku. Theolojia umekuwa mlango wa shetani kuliua kanisa. Ni watu wachache wanaopata neema. Wakienda kwenye theolojia wanabaki kwenye mstari wa Roho Mtakatifu. Ni wachache mno wanaopata neema hii aliyoipata Paulo. Ni wachache.
wengi wao wanakuja na viburi. Unajua kibaya ni hichi, ukijua na ukijijua kwamba unajua, hiyo ni hasara. Maana huwezi ukasikia mtu, hautaweza kusikiliza kiumbe chochote. Unajua Mungu anatufundisha hata kupitia viumbe. Unaweza ukatoka usiku, unaona mbalamwezi, ukaona mwezi unavyotembea angani, unavyopita kwenye mawingu yale, ukajifunza, ukaona, ukasema hakika aliyefanya nuru hii iliyo njema yenye kutakata namna hii, huyu ni Mungu, anaweza yote. Tazama, yani unajifunza, unaona ukuu wa Mungu, anga la tangazo utukufu wake. Unaweza ukaona katika vitu alivyoviumba Mungu vikakufundisha. Lakini ukishajijua unajua, hauwezi ukasikiliza mtu. Na ndio maana wanatheolojia, hata mtu awe amejazwa na Roho Mtakatifu kiasi gani, hawawezi wakasikiliza, na watakaji kusikiliza. Wengi wao ni hivyo, kwa sababu wanajiona wanajua. Sana degree, ni dokta. Mimi nina dokta, niko na doktori kwenye theolojia. Ndugu yangu, kusomea theolojia akukufanyi kumjua Mungu. Maana hata ukisoma hujasoma kama Paulo. Bwana tusaidie. Paulo alilelewa kwa mkufunzi Gamalieli, alilelewa ndani ya theolojia. Lakini anamwambia Timotheo hapa, nilikuwa simjui Mungu. Bwana tusaidie sana. Na ukisoma kitabu cha Wafilipi sura yake ya 3:6 mpaka 11, anasema ile yote ilikuwa ni hasara na kacha. Mstari wa 8 anasema, niliyaona yote kwamba ni mavi, nilihesabu kuwa kama mavi ili nimpate Kristo. Aliona ni hasara akaacha. Nimeacha yote. Mstari wa 7 anasema nimeacha yote, niliacha hayo. Bwana tusaidie. Usipoacha degree zako za theolojia, ukaambatana na Yesu kama alivyofanya Paulo, hata kama wewe umesoma kiasi gani, hata wajua mwanzo mpaka Ufunuo kwenye kichwa chako, wewe ni bure, na ni mlango wa kukufuru, ni mlango wa kulitesa kanisa. Maana shetani atakupitia wewe kukufurisha watu, na watakupitia wewe kulitesa kanisa. Unadhani kulitesa kanisa ni kuua kama alivyoua tu mitume? Watu sasa hivi hawauani kwa kuchinja. Watu wanaua roho, nafsi za watu. Watu wengi wanaoshindwa kukemea dhambi kanisani ni wanatheolojia, wanaoruhusu vitu vya ovyo ovyo na kusema tuko kwenye agano jipya ni wanatheolojia. Wanaokataa dhambi na kusema kwa sababu hii haijaandikwa kwenye zile sharia za amri 10, kwa hiyo sio dhambi, ndio wanavyohubiri wao. Bwana tusaidie sana. Hivi unapomtukana mama yako, imeandikwa wapi usimtukane mama yako? Usimtukane mzazi wako, imeandikwa wapi? Usimpige mama yako, ni amri ya wapi? Imeandikwa wapi? Sio amri usimpige mama yako, sio amri usimtukane mama yako, lakini hizi zote ni sharia zilizomo ndani ya amri ya usimdharau au mheshimu baba yako na mama yako. Kwa hiyo katika kuheshimu kuna ile usimtukane, usimpige, usimdharau, usimuibie. Hiyo yote ni heshima. Unapokosa heshima kwa wazazi, unaweza ukafanya vitu kama na hivyo. Kwa hiyo zile amri 10 zinakusanyisha zile zote sharia ziko mle. Na ndio maana Yesu kasema kwamba kupenda Mungu na kupenda mwanadamu, hizo mbili ndiyo sheria yote na mitume na manabii. Bwana tusaidie. Lakini wao kwa sababu wanalitesa kanisa leo, wanaamrisha hiki, wanakataa hiki, na vyote vimekataliwa. Hiki ukisoma wanakwambia achana na hiyo, ilikuwa ya watu wa Efeso. Achana na hiyo, ilikuwa ya watu wa Galatia. Achana na hiyo, ilikuwa ya watu wa Korinto. Sisi wa leo tunaweza tukafanya, tumeruhusiwa. Umeruhusiwa na nani wewe? Hao ni wanatheolojia. Achana na hiyo, ilikuwa ya fulani. Achana na hiyo, ilikuwa fulani. Wewe umeruhusiwa, unaweza ukafanya. Yaani wamefanya kanisa kuwa huru kuliko uhuru wa Yesu.
Na Biblia inasema msitumie uhuru wenu vibaya, kutumia uhuru wenu kutenda dhambi. Biblia inasema tusitumie uhuru tuliopewa na Kristo kuutendea dhambi. Lakini theolojia walio wengi wanafundisha dhambi. Wanaenda kwenye theolojia, wanapata degree za kuja kuwa viongozi. Mungu, Biblia tumeanza kusoma kwamba ni Roho Mtakatifu apeaye watu kama atakavyo yeye. Kama umesomea uchungaji, wewe si mchungaji wa kanisa la Kristo, wewe ni mpotoshaji. Na ndio maana una ufahamu wa Roho, maana umepingana na kauli ya Roho. Kuna watu wangelikuwa waimbaji leo ni wachungaji. Kuna watu wangelikuwa ni wainjilisti leo ni manabii. Kuna watu ambao wangekuwa wachungaji leo ni wainjilisti, kwa sababu alijisikia anataka kuwa mchungaji, akasomea, akachana na kuimba, akawa mchungaji. Na Roho Mtakatifu alimuita kuimba. Amepingana na Roho. Sasa huyo mkimpa kanisa sitakuwa club. Itakuwa club. Roho Mtakatifu alitaka awe mwinjilisti, yeye anajifanya na kuwa mtume. Anaenda kusomea na kuwa mtume. Unasikia anaanza kuitwa missionary, anaanza kuitwa mtume. Sasa umekuwaje mtume wewe ungekuwa mwinjilisti? Sasa mkimpa utume huyo, sasa anaenda kuvuruga watu. Theolojia inatengeneza mlango mkubwa wa kuliharibu kanisa. Ni mlango mkubwa. Paulo aliyasomea hayo, akahesabu kuwa mavi. wa Filipi 3:8. Alikuwa analitesa kanisa, anamwambia Timotheo kwamba nilikuwa ninalitesa kanisa. Kwa hiyo theolojia, kama Mungu amekuita kuwa mchungaji, si vibaya kusomea uchungaji, uwe na elimu vizuri, sio vibaya. Lakini kujua kwako kwamba theolojia ndio ilikupa elimu ya kujua. Kuna mwana theolojia mmoja akaja akaniambia, akatuma ujumbe ukanifikia. Tunawaambia msome theolojia afu mnakataa. Unajua, unaposomea theolojia kwa sababu ya kupata degree unakosea. Unaposoma theolojia kwa sababu ya kutaka ubishi, uwe na maandiko ufanye ubishi, unakosea. Lakini ukisoma theolojia kwa malengo ya kujua, unajua sana. Kwa hiyo uje usome theolojia. Na kuambia, siwezi kuisoma theolojia kwa malengo ya kujua. Siwezi. Na siwezi kuisomea theolojia kwa malengo ya ubishi. Siwezi. Yaani sijui kiwezacho kunipeleka kuisomea theolojia. Sina sababu hiyo. Ikiwa sababu yaweza kunipeleka kwenye theolojia, Roho wa Bwana amenituma. Ikiwa Roho wa Bwana amenituma, soma theolojia. Nenda kwa walimu wa theolojia wakufundishe, nitakwenda. Na nitatafuta course ile ambayo Roho amenituma. Nenda ukasomea Kiebrania, ndicho nitafuata kusomea Kiebrania. Na sio tu kukisomea mpaka nenda theolojia, naweza nikakipata hata kwa masomo mengine. Nenda ukasomea Kiunani, ninaenda huko kwa sababu ya Kiunani. Nenda ukasomea uinjilisti, ninaenda yani kile ambacho Roho atanituma, ili nihakikishe kwenda Roho amenituma. Kwa sababu ya nini? Roho ndiye mwalimu. Theolojia hakuna mwalimu pale. Wote wanaosomea theolojia hawana walimu. Ndio maana ni watesaji wa kanisa. Ndio maana ni watu ambao ni milango inayofundisha dhambi kanisani. Wainjilisti wakisimama, hawa wadogo wanaoinuka, hawa ambao wanafundisha online, akipewa nafasi akahubiri kanisani, anakuja mchungaji anabomoa yote. Mchungaji mwingine anasema tunaweza tukapokea hata sadaka za mtu ametoka kuzini, tutazitakasa kwa damu ya Yesu. We, unatakasa sadaka kwa damu ya Yesu ya mtu anatoka kuzini, wakati Yesu anasema patana na mstaki wako kwanza. Yaani usitoe sadaka yako ukiwa na dhambi, halafu wewe unakubali sadaka ya dhambi, unaichukua eti unaitakasa kwa damu ya Yesu. Maadamu hiyo damu ya Yesu sasa imekuwa ni kinyaa sasa. Ndio maana watu wengine hata Pasaka zao unywea divai yenye kuchacha, unywea na kapombe kadogo, afu wanapiga kunywa usileo. Na waambia
Hasara imekuwa kubwa sana katika theolojia. Kwa sababu ya nini? Theolojia imetutengenezea walimu tulionao kanisani ambao wangekuwa wachungaji, ambao huenda ni waimbaji, huenda wana karama zingine za maongozo, huenda tu wana karama za kusaidia, lakini ndio wachungaji tulionao. Ndio maana kondoo zimekuwa kama kondoo zisizokuwa na mchungaji, hazina mwongozo wala mtazamo. Theolojia imetutengenezea manabii ambao wasingalikuwa manabii. Theolojia imetutengenezea wainjilisti ambao si wainjilisti. Theolojia imetutengenezea viungo kanisani ambavyo havina sehemu ya kuwekwa. Yaani mtu anaenda kusomea awe kichwa kiongozi wa kanisa wakati yeye ni mguu. Bwana tusaidie sana. Sasa nafikiria swali inaweza ikaja. Sasa Biblia inasema hivi, amewaita wengine kuwa waalimu, kama tulivyosema pale. Tulisoma ile wa Korintho wa kwanza. Tukasikia cha 3 inasema akawaita, Roho anawaita wengine, anawaweka wengine ili kanisa lijengwe, anaweka wengine kuwa waalimu. Sasa au waalimu, je, hatutawapata theolojia au kwenye theolojia? Ndio, huenda unaweza ukawapata, lakini leo sidhani. Maana theolojia imeliangusha kanisa. Walimu kweli ni watu, lakini hao watu wanafundishaje? Maana walimu hawakuanza leo. Unajua Petro na Yohana walifundisha neno, na hawakuanza hapo. Petro anaanza kupiga injili na kuambia watu habari za Yesu Kristo na kupokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste pale, na watu 5,000 wakaokoka. Wakaenda pale kwenye mlango mzuri, mlango uitwayo mlango zuri, saa 9 alasiri pale. Wakamwona yule kiwete. Petro anasema nilicho nacho ndicho nitakachokupa. Yule mtu anapona. Wanawastaki kule. Wanawaita kwenye makuhani au wanatheolojia. Sura ile ya 4 ya Matendo ya Mitume. Wanawasikiliza, wanasema hawa watu kwa ujasiri walionao, na ni watu ambao hawakusoma, wamejiunga na Kristo. Sasa kwa ujasiri ule, na kwa uwepo ule, na nguvu ile, na kujua kule, na uwezo ule, ulitokana na nini? Na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu tu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu, haijalishi ende theolojia. Ndio maana theolojia imeliharibu kanisa. Kuna watu wana uongozo wa Roho Mtakatifu kuwa walimu, lakini kwa sababu hawajapita theolojia, mpaka leo kwenye taasisi zao hawaweki kuwa walimu, na huenda nafsi zao zinawaambia usisomee theolojia. Maana kuna watu ambao mioyo yao haiwaruhusu, yani roho aliyo ndani yao hajawapa vibali na hawaruhusu, amewakatalia kabisa wasisome theolojia. Lakini utakuta miongoni mwao kuna wachungaji, miongoni mwao kuna walimu. Sasa unakuta huyu mwalimu ambaye ndani yake kuna uongozo wa walimu, kuna walimu ndani yake, yuko chini ya mchungaji aliyesoma theolojia, kwa sababu kuna mwingine amekuja amesomea taaluma ya walimu kwenye theolojia. Ule mchungaji anamweka huyo kuwa mwalimu wa kanisa, alafu huyu mwingine anapewa uongoze kwaya, anapewa sijui kaya hapo utakuwa semasho wa kanisa, lakini ndani yake anajisikia kufundisha. Na hata akisimama kwenye mimbara siku moja anapewa nafasi ya kuhudumu pale mimbarani, kuliko kuhubiri anafundisha na watu wanamuelewa, lakini apewi nafasi ya kuwa mwalimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hajasomea theolojia. Nini nilitaka uelewe? Roho Mtakatifu ndiye anayefundisha ndani ya wale watu waliowachagua kuwa walimu. Roho Mtakatifu ndiye anayefundisha kupitia wale watu, au ndani ya wale watu waliowachagua yeye Roho mwenyewe kuwa walimu. Kwa hiyo kama Roho amekuchagua wewe kuwa mwalimu, kupitia wewe atatufundisha sisi. Sikia hapa, Yohana anasema hivi. Waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 2, tunaanza mstari wake wa 26. Anasema, na waandikia mambo haya kuhusu wale watu ambao wanajaribu kuwapotosha. Na waandikia mambo haya kuhusu wale watu ambao wanajaribu kuwapotosha. Kwa hiyo kuna watu wanajaribu kutupotosha.
kama wana theolojia. 27. Nanyi upako mlioupata. Hii ni tafsiri ya neno. Nanyi upako mlioupata kutoka kwake unakaa ndani yenu, wala ninyi hamna haja ya mtu yeyote kuwafundisha. Kuna watu wanataka kutupotosha. Kuna yule roho, upako unaotajwa ni Roho Mtakatifu. Kuna yule roho ambaye tuliyempokea kutoka kwa Kristo. Unaona? Nasi hatuna haja ya mtu yeyote kutufundisha. Kwa hiyo yule roho tuliyempata kutoka kwa Kristo, hatuna haja ya mtu yeyote kutufundisha. Lakini kama vile upako wake unavyowafundisha kuhusu mambo yote, nayo ni kweli wala si uongo, basi kama ulivyowafundisha, kaheni ndani yake. Bwana tukuzwe sana. Kwa hiyo ni ule roho anavyotufundisha na tulivyosikia. Hatuhitaji mtu kutufundisha jameni. Katika huu ulimwengu wa Ukristo hatuhitaji theolojia sisi. Hatuhitaji theolojia. Maana hao ni watu wanaotupotosha. Ndio maana alituandikia haya Yohana, ili tusipotoshwe na theolojia, tusipotoshwe na watu ambao kama Paulo alikuwa miongoni mwao akawa na kufuru akalitesa kanisa. Tusipotoshwe na watu wenye kukufuru, wanaojiita mitume na kwa sababu wamesoma na si mitume, wanaojiita manabii kwa sababu wamesoma na si manabii, wanaojiita walimu kwa sababu wamesoma na si walimu, wanaojiita wachungaji kwa sababu wamesoma na si wachungaji. Tusipotoshwe nao. Sisi tunao upako, sisi tunaye Roho Mtakatifu, na hatuna haja ya mtu kutufundisha. Kwa hiyo tunaye Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu anatufundisha. Kwa hiyo tudumu katika yeye. Sasa huyo Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuchagua mmoja miongoni mwetu, na huyo kupitia huyo akawa anatufundisha. Roho Mtakatifu akawa anatufundisha kupitia huyo. Maana Roho ndiye aliyemchagua kuwa mwalimu. Sio eti ameenda kwenye theolojia ikampa madigrii awe mwalimu. Kwa hiyo kanisa la Mungu hailihitaji degree ili watu wawe walimu. Linahitaji Roho Mtakatifu ili watu wawe walimu. Theolojia imetuharibia kanisa. Theolojia imeliharibu kanisa. Theolojia inalipotosha kanisa. Bwana tusaidie sana. Yesu anasema hivi kwenye kitabu cha Yohana mlango wake wa 14 na aya yake 26. Yesu anasema hivi, tafsiri ya neno hii: lakini huyo msaidizi, yaani huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwenu kwa jina langu, atawafundisha mambo yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo huu upako uliosemwa huku ndiyo Roho Mtakatifu ambaye anatufundisha. Na Yesu alituambia kwamba ni Roho ndiye atakayetufundisha. Yesu hakutuambia kwamba nimeweka vyuo vya theolojia au vyuo vya neno la Mungu, mtafundishwa kwenye vyuo. Hakutuambia hivyo. Yesu hakusema mtapata madigrii, mtakuwa na vyeti vya kusoma. Yesu hakutuachia degree. Yesu hakutuachia walimu wa namna hiyo. Yesu hakutuambia twende kutuvae majoo. Eti unajua na mimi nimevaa joo. Yaani unapita kama vile daktari aliyesomea udakta wa kupasua watu. Unapita kana kwamba wewe ndiyo yule ambaye amepata ile degree ya kuzalisha watu. Unapita mama, mdada, mkaka, unapita na joo lako, umepata theolojia, una degree, wewe ni dokta. Utafikiria kama vile ni mtu mwanasayansi ambaye alikuwa anasomea sayansi ya anga. Afu unajiita wewe ni msomi katika elimu ya Mungu. Wewe ni msomi wa Agano Jipya. Wewe ni msomi wa Agano Jipya. Wakati wasomi wa Agano Jipya wako chini ya kusomeshwa na Roho Mtakatifu. Hawana degree yoyote isipokuwa katika matendo. Degree ya watu ni katika matendo mema. Wayaonapo matendo yenu mema wamtukuze Mungu. Unatuletea vyeti. Nina cheti cha mchungaji. Nina vyeti. Nina cheti cha uchungaji. Nina cheti cha unabii. Ndugu yangu, ni Roho ndiye anayechagua.
Kanisa limefika kwenye anguko, kushindwa kuikemea dhambi, kukataa baadhi ya maandiko, kupotosha kwingi, ni kwa sababu walio wengi ambao wanaofundisha neno la Mungu sasa hivi hawakuitwa ili kulifundisha. Kanisa linashindwa kukemea dhambi kwa sababu walio wahubiri wengi sasa hivi hawakuitwa kuhubiri. Kondoo za Mungu zinagongana magomvi nini, hazishikiki, hazina uwepo wa Roho Mtakatifu kwa sababu wanaozichunga kondoo wengi hawakuitwa kuchunga kondoo. Wamepata hivyo vyeti kupitia theolojia. Sija kukataza usiende theolojia, lakini umetumwa na Roho huko. Sija kuambia usisomee, lakini je, Roho ndiye aliyekutuma huko? Maana ni Roho ndiye anayetuongoza. Roho amekuongoza huko, ndiye kiongozi. Swali muhimu ya kujiuliza, ni Roho ndiye aliyekutuma? Kama si Roho, umeshajua nini cha kufanya. Tukae chini ya Roho Mtakatifu. Kuna watu wakawa wananiambia, unashindwa, unajua ni lazima tukae chini ya viongozi, watufundishe, watulee. Kuna tofauti ya kulelewa na tofauti ya kufundishwa. Na hata kulelewa na kufundishwa ni Roho ndiye anayempatia mtu. Lelewa na huyu Samueli, kaa chini ya Eli na utafundishwa na Eli. Sio tu kwa sababu unajiona, no, ni Roho Mtakatifu ndiye anayekuweka chini ya mtu. Maana akikuweka chini ya mtu, yule mtu ambaye uko chini yake, ni Roho ndiye anayekuongoza kupitia huyo mtu. Sio kwa sababu umeenda theolojia. Vijana wenzangu, madada zangu, baba zangu, mama zangu, ninawaambia ukweli uliomo ndani ya Biblia. Theolojia hii imeliharibu kanisa. Bwana tusaidie sana. Upako ulio ndani yako, yule Roho uliyempokea aliye ndani yako, anayekufundisha, hatosha sana na uhitaji mtu yeyote. Biblia inasema hatuhitaji mtu kutufundisha. Ina maana hatuhitaji akili ya mtu kutufafanulia maandiko, hatuhitaji akili ya mtu kututafsiria maandiko, hatuhitaji vitu kama hivyo. Tunahitaji yeye Roho, maana ndani yake kuna uzima. Tunahitaji huyo Roho ndiye atuambie maandiko yanasema nini, ndiye atuambie, kwa sababu Yesu anasema hivi, nakushukuru wewe Baba muumba mbingu na nchi, maana uliwaficha wenye hekima mambo haya na ukawafunulia wadogo. Kwa hiyo tunahitaji ule ufunuo ambao Yesu alisema kwamba unafunuliwa wale waliojishusha. Tunahitaji huo ufunuo, na uko ndani ya watu walio na Roho Mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Sio watu walio na degree, sio watu waliopita theolojia. Utaniuliza, sasa unajuaje kwamba mtu anaweza kaenda theolojia na akawa bado na Roho Mtakatifu? Sijakataa, lakini ni asilimia chache, huenda ni asilimia 15 ya watu kama na hao. Wengi wao wanakuja na viburi na elimu za uongo, majiajia mengi, eskatolojia, pandalajia, sijui nini jia, na vingi wanakuja navyo visivyokuwa na msingi wowote katika neno la Mungu. Wanaunganisha makande, jukumawe, sijui maragi na njegere na nini, wanaunganisha yote, wanaweka ndio vyakula, na watu wakila wanaarisha. Maana wameunganisha na matango pori na mahembe na machungwa, wanaweka na maapo momo, unakula unaarisha. Ndio maana tuna wagonjwa wengi katika kanisa. Simaanishi wagonjwa wanaoumwa na kukufa mwili, wagonjwa katika roho. Unasikia mtu anacheza anavyojisikia, anacheza nusu uchi, anakuambia nimeokoka. Na ana mchungaji, amelishwa matango pori, amelishwa na mahembe, amelishwa vitu vingi, na vyote eti vinatoka kwenye Biblia. Anakaa ni mgonjwa wa roho, hawezi akasimama kwa sababu ya wanatheolojia. Wanaleta na andiko la huku na la huku, wanaunganisha ili wapate kile wanachokitaka. Bwana tusaidie sana. Theolojia imeliharibu kanisa. Wanakataa baadhi ya maandiko, wanakubali maandiko. Ili wakatae andiko, wanatafuta andiko lingine. Ndugu yangu,
Alafu na historia nyingi, wanafundisha mahistoria mengi. Alafu mwisho wa siku wanakuambia hivyo vilikuwa vya watu wale. Sisi wa sasa tunaruhusiwa. Itafika wakati wataruhusu hata kuiba sio dhambi. Itafika wakati, sasa hivi wameruhusu uzinzi si dhambi. Mtu kulala na mwanaume mwenzie sio dhambi tena. Sio dhambi. Mnatia aibu kuliko hata Waislamu. Kwa Waislamu wanasema hiyo ni kukufuru, ni kufuru. Lakini kwa Wakristo imekuwa ni halali kwa ajili ya wanatheolojia. Bwana tusaidie sana. Wanalalisha hivyo vitu. Alafu wanachukua andiko, wanalipandikiza pale matango pori, eti Mungu ni pendo. Mungu atusaidie sana. Ndugu yangu, ujumbe nilionao, wito wangu ni huu. Wito wangu kwenu nyote mliosikia ujumbe huu ni huu: tukae chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kubali Roho Mtakatifu alivyokuchagua ulitumikie kanisa kama alivyokuchagua kwa faida ya watu wengine. Kama Roho Mtakatifu alikuchagua kuwa mwimbaji, usiwe na pupa ya kutaka kuwa mchungaji. Kama Roho Mtakatifu amekupa walimu, ridhika na huo walimu, maana alikuona kuanzia hata kabla hujazaliwa, akakuchagua, akakuita ili uwe mwalimu. Yeye alikumba na kukutengeneza uwe mwimbaji, uwe mwalimu, uwe hivyo. Na kama hajakupa kuimba, usiende ukaimba. Kama hajakupa kuchunga kanisa, usilichunge kanisa. Wito wangu ni huu: simama katika wito wako. Simama kama vile Roho alivyokupa, ili ulitengeneze kanisa, ulitumikie kanisa, uwe faida ya watu wengine. Nafikiri umepata kuelewa. Bwana tusaidie sana. Theolojia kabisa imekuwa ni hasara katika kanisa la leo, na Mungu atubariki. Ngoja na tuombe. Nakushukuru Yesu. Asante kwa nafasi, asante kwa uwepo wako, asante kwa maana ulitaka yawe hivi. Nena nasi tena kwa siku nyingine. Nena nasi hata kwa ujumbe huu. Tusaidie akili na maarifa ya kulipekenya vizuri neno hili na kulisahisha vizuri ndani yetu, ili litukomboe katika fikra tulizokuwa tumepoteza na kupokonywa na shetani. Asante maana utafanya hivyo, utatusaidia. Tusaidie katika madhaifu tulionayo. Msaidie mama yule, baba yule, kaka yule, dada yule. Nina imani utatenda yote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ndugu yangu, Mungu apate kukubariki. Uzidi kuwa pamoja nasi. Uzidi kutuombea. Nasi tunakuombea. Sambaza ujumbe wa Bwana pamoja nasi. Hubiri nasi ujumbe huu, na Mungu atakubariki. Tutazidi siku nyingine, Bwana akitupatia kibali, katika jina la Yesu. Amina.